Tabora. Na nitumie fursa hii, wako watu wengi wanaandaa matamasha sijui ya usiku ya nini. Shughuli halali ya Muislamu ni baraza la Idi. Mle mtasoma Qur'ani, zitapigwa kaswaida mle, mawaidha mle yatatolewa, lakini unapokwenda Changanyikeni pia utakuta vile vile mambo ya nini ya Changanyikeni huko. Sasa ni bora Waislamu tusiharibu saumu zetu na ibada zetu, tukimbilie kwenye mabaraza ya Idi ambayo yanaandaliwa na viongozi wetu wa Kiislamu. Muislamu, dua ndio ubonko wa ibada. Yaani ibada zote za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zimebebwa ndani ya dua. Unaposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hiyo ni dua, na hii ni sura al-Fatiha ambayo ni nguzo katika swala. Sasa kuwaombea dua viongozi wetu, hii sio khiari, ni wajibu wa kila Muislamu. Kwa nini tunaombea dua? Kutokana na majukumu makubwa ambayo Mwenyezi Mungu amewapa ya kutuongoza Tanzania. Na wao viongozi wetu wana vyombo vya usalama vinawalinda kadhalika, lakini dua ni jambo kubwa kuliko usalama ambao wao wanaotegemea. Mtume anasema man sana alaikum maarufa fakafiuhu, mwenye kuwafanyia wema mumshukuru, mwambie asante. Ukikosa neno la asante, fad'u lahu, muombe dua. Watu tuna husuda sana katika mioyo yetu. Wengine mambo yote ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya hawaoni. Roho mbaya, husuda, uadui, chuki bila sababu. Kama mtaingia katika maasi baada ya kuwa mliingia katika ibada kwa dhati kabisa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi fahamuni kwamba Mwenyezi Mungu huwa hawaongozi watu madhalimu. Maana yake nini? Kama ulifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na yaqini, ukafanya ibada zako na ukawa mcha Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani, leo baada ya Ramadhani ukarejea katika maasi, basi fahamu kwamba wewe hauna muongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ni miongoni mwa watu madhalimu ambao hawana malipo wala hawataongozwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika jazaohum, watu hao malipo yao anna alaihim la'natullah, hawana lingine isipokuwa watabeba laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wal malaikati wan nas ajma'in, na laana ya tunatakiwa tufanye matendo yaliokuwa ya kheri kama jinsi ambavyo tulikuwa tunafanya mwezi wa Ramadhani, basi matendo hayo tuyaendeleze na katika nyakati zingine. Na kwa siku hii ya leo hasa tumesuniwa tule vinywaji vilivyokuwa vizuri vya halali visivyokuwa na madhara, tule vyakula vizuri vya halali visivyokuwa na madhara, na pia tumesuniwa twende tukatembelee wenzetu ambao ni wagonjwa kule hospitalini ili tuweze kupata heri nyingi zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Na Sheikh pia amehusia amani. Wewe umebeba kwa uzito kiasi gani? Kwa kweli swala la amani katika nchi yetu ni jambo kubwa sana. Yaani kutengeneza ni rahisi, ni kazi sana, lakini kuvunja ni kidogo sana. Tunachukua muda mkubwa kutengeneza amani yetu, lakini tunachukua muda mfupi sana kuipromosha. Mimi naweza nikaungana na Sheikh moja kwa moja kwamba tujitahidi sana kulinda amani yetu, tujitahidi sana kuombea viongozi wetu kwa sababu wako kwenye mtihani mkubwa. Mheshimiwa Rais tunamuombea kwa kila heri, Mwenyezi Mungu amjalie viongozi wake, makamu wa rais, waziri mkuu na wale wote wanaomfuata katika shughuli zake, basi Mwenyezi Mungu awajalie waweze kutenda kwa haki, waweze kutenda kwa amani, na sisi sote tuko nyuma yao inshallah.